Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha na kuwachanganulia yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni Bwana Ezra. Nikope lako sikio ili niweze kukueleza kwa marefu na mapana yale yote ambayo yanazidi kujiri. Tafadhali, ikiwa wewe ni mgeni, jiunge na ukumbi huu kwa kupiga subscription, alafu sambaza kanda zetu. Samia anaweza kafikiri kwamba ameruka kamba baada ya kuwaua Watanzania. Bado ulimwengu unamwangalia. Ninajua serikali ya Samia imeanza juhudi za kidiplomasia ili kuweza kujiundia jina, ili kuweza kupanguza ile damu ambayo waliweza kuimwaga kwa kuwaua Watanzania. Nimemuona waziri wa mambo ya nchi ya kigeni ama nchi za kigeni, Bwana Thabit Kombo, akipita kila kona ya mataifa kujaribu kusafisha jina la Samia baada ya kukataliwa ulimwengu mzima kwa kuwaua Watanzania. Lakini sasa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu na Waafrika kote katika ukanda wa Afrika wameweza kusimama imara wakitaka Samia Suluhu Hassani aweze kuhakikishwa ama aweze kuchukuliwa hatua kwa maangamizi yaliyotokea Tanzania. Sasa kuna huu kurasa ambao unaitwa Africa for Africans, umekuwa ukituma taarifa kuelekea katika mahakama ya ICC, International Criminal Court, ukipenda mahakama ya jinai, wakitaka Samia Suluhu Hassan kuchukuliwa hatua kali. Na ukiweza kuangalia picha kama hiyo, waliweza kuiunda wakisema kwamba Samia must face ICC. She killed thousands of citizens. Yani Samia lazima aweze kupelekwa ICC kwa sababu alihusika kwenye kuwaua Watanzania wengi sana, zaidi ya maelfu. Sasa ukurasa huu ukachapisha taarifa hizi na zingine, wakataka ICC kuweza kumchukulia Samia hatua kwa kuandika kwamba just in as an African citizen, never forget to continue to demand justice for our fellow citizens in Tanzania who were violently killed by Samia Suluhu and her monster regime. Yani, kama Waafrika hatupaswi kusahau kuendelea kuitisha haki kwa minajili au kwa niaba ya ndugu zetu Tanzania ambao waliweza kuuawa kikatili na utawala wa Samia pamoja na utawala wake wa mauaji. Wakaendelea kusema kwamba what was the crime of these citizens who were killed. Yani, makosa ya hawa ndugu zetu ambao waliweza kuuawa Tanzania yalikuwa ni yepi? The main crime was going on the streets of Tanzania to demand for free, fair and credible election. Let's continue to demand justice for these innocent souls who were massacred by Samia. Yani anaeleza hivi,
Kosa lao kubwa lilikuwa ni kujitokeza kwenye mitaa ya Tanzania na kuomba uchaguzi wa haki, wazi na wa ukweli. Kwa hivyo wakasema kwamba ni lazima tuendelee kuhakikisha kwamba tunaendelea kuhitaji haki kwa niaba ya ndugu zetu ambao waliweza kuuawa na utawala huu wa kimabavu wa Samia. Alafu vile vile chapisho lingine la ukurasa huo vile vile wakaandika hivi: never forget she killed thousands of innocent Tanzanians just last 2 months in a few hours. Alafu akaandika Samia must go, justice for Tanzania. Alafu vile vile akaandika Samia is an ICC candidate. Yani anaeleza hivi, msije mkasahau kwamba aliweza kuwaua maelfu ya Watanzania ambao hawakukuwa na hatia katika miezi miwili ambayo iliweza kupita kwa masaa machache. Anazidi ama wanazidi kuhitaji haki iweze kutendeka, aswa kutoka kwa mahakama ya ICC. Wito huu unazidi kutolewa, mpenzi mtazamaji, kipindi ambapo karibu kesi 2 tayari ziko kwenye meza ya mwendesha mashtaka wa ICC. Bwana Karim Khan. Kesi 2 tayari zimewasilishwa kwenye meza ya mwendesha mashtaka wa ICC, Chief Prosecutor, wakitaka Samia aweze kuchukuliwa hatua kwa kuweza kusimamia mauaji ya halaiki Tanzania. Katika kesi hile waliweza kuambatanisha mpaka na kanda za video ambazo utawala huu uliweza kusema kwamba ziliundwa na AI. Sasa zikaundwa na AI, mbona basi walikuwa wanazika ndugu zetu kwenye kaburi la pamoja? Yaweza ikachukua miezi mingi, yaweza ikachukua miaka. Samia anaweza akatumia pesa, anaweza akatumia kodi ya mwananchi kusafisha jina lake, lakini mipango ya Mwenyezi Mungu haiwezi ikarukika. Hata Mwenyezi Mungu anaona kwamba ndugu zetu wa Tanzania hawakukuwa na makosa. Makosa yao yalikuwa ni kuhitaji udikteta uweze kuisha, kuhitaji uchaguzi wa haki na huru, kuhitaji kitu ambacho kinaitwa ukandamizaji uweze kukoma Tanzania. Lakini matunda yake ni kuuawa, matunda yake ni kuangamizwa, na matunda yake na mazao yake ni kuzikwa kwenye kaburi la pamoja. Kwa hivyo Waafrika kupitia kwa ukurasa wanataka Samia aweze kupelekwa ICC. Full stop. Wazo lako ni lipi? Je, unataka Samia aweze kuwajibishwa na utawala wake wa mauaji? Kama unataka Samia aweze kuchukuliwa hatua, sema nami hapa kwa uwanja wa comment section. Andika maoni yako tuweze kuyaona, na uniambie unanitazama kutoka eneo lipi. Mimi ni Bwana Ezra. Endelea kusupport hichi kituo kwa kusambaza kanda zetu, na wewe ukatunulia credit. Merry Christmas and Happy New Year.